Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima kubwa sana niombe chukue nafasi hii ya kutoa taarifa ya kata ya Mrukurazo kwa robo hii ya 4, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaungana na wenzangu niingie kwenye mapato ya halmashauri ukurasa ule wa 8. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa robo ya 4 mapato ya halmashauri yaliyokusanywa katika kata ya Mrukurazo ni milioni 31,350,700 ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti ndizo zilikusanywa kwa robo hii ya 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, nisikupotezee muda, naomba niingie kwenye changamoto ambazo ziko kwenye kata ya Mrukurazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ya kwanza tulio nayo ni watumishi wetu ambao wako kwenye kata ya Mrukurazo kukosa nyumba za kuishi, ambapo wanapoenda kwenye vituo vyao vya kazi wanapata shida kwa sababu wanatoka mbali na maeneo yanakofanyia kazi, hususan ni watumishi wa idara ya utawala pamoja na elimu. Mwenyekiti, kwenye kutatua changamoto hiyo tulikuwa tunaomba miradi iliyopo ile, hasa fedha zile zilizoletwa kwa ajili ya kumalizia jengo la watumishi kwenye shule ya msingi Kagari zitumike kwa haraka ili wale watumishi waweze kupata maeneo ya kuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto nyingine, tunao upungufu wa watumishi hasa idara ya afya kwenye kata ya Mrukurazo. Kata nzima hatuna mtumishi wa idara ya afya, hasa wale watumishi wa afya ya jamii hatuna. Maana nikisema kwamba hatuna watumishi wa afya, naweza nikaulizwa baadaye swali kwamba je, zahanati zilizoko kule zinahudumiwa na wakina nani? Ni watumishi wale wanaotoa elimu ya maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna ukosefu watumishi wa ile kata ya Mrukurazo. Jiografia yake imekaa vibaya. Mtumishi unaweza kukuta natembea kilomita zaidi ya 20-25 kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwa wananchi. Tunao ukosefu wa usafiri wa watumishi, hasa watendaji wa kata na wakuu wa vitengo kwenye maeneo ya zahanati wanapotolea huduma. Tunaomba serikali kuwawezesha watendaji wa kata, lakini ikiwezekana na wa vijiji na waganga kupata usafiri angalau siku moja, kwa sababu soko la Mrunyinya ni moja ya soko linalokusanya watu wengi na linakusanya mapato. Tunaomba angalau gari la halmashauri liwe linapangiwa siku moja lije kwa ajili ya kukusanya takataka pale, maana wanapozikusanya wanakosa pa kuzipeleka. Kwa hiyo tunaomba halmashauri itupatie, iwe inatuma gari hata kwa mara moja kwa wiki au kwa wiki mbili, waje kukusanya zile taka, maana ni nyingi sana.